بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, katika iman, tukiendelea na kupata neno fupi baada ya swala ya dhuhuri. Leo ni siku ya Jumatatu ambayo tunazungumzia mambo yenye kufungamana na imani, mambo yenye kufungamana na Uislamu. Bado tupo katika maudhu ama mada yenye kuzungumzia al-khawfu minashirki wal kufri, hofu ambayo Muislamu atakiwa awe nayo, kuogopa ushirikina na kuogopa ukafiri, kwa sababu hivi vitu viwili ni vyenye kumwangamiza mwanadamu duniani na haswa akhera. Kwa hiyo Muislamu atakiwa aishi maisha ambayo ya kuulinda Uislamu wake kwa njia zote zile, ili asiweze kuupoteza, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amehusia katika Qur'ani aliposema, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa kifa mpya aliyokuwa ni Uislamu. Yani Muislamu atakiwa ujitahidi katika maisha yako na uyaishi siku zote, uende mbele ya Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa wewe ni Muislamu. Ukienda hali ya kuwa ni Muislamu, umepiga hatua kubwa ya kupata salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo basi ni vyema kuyafahamu na kuyajua yale yote ambayo yanayopelekea mtu Uislamu wake umtoke ama uharibike. Tunapenda kukariri na kusema Uislamu mfano wake ni kama vile nyumba. Nyumba ina mlango wa kuingia na ina mlango wa kutoka. Hivyo hivyo Uislamu una mlango wa kuingia na una mlango wa kutoka. Lakini pia vile vile Uislamu ni kama vile udhu ambao atakiwa mtu akiwa na udhu achunge mambo ambayo yasije yakampelekea udhu wake ukachanguka ama ukaharibika. Hivyo hivyo katika Uislamu kuna mambo ambayo Muislamu akiyafanya, mambo hayo yanapelekea Uislamu wake uchanguke na uharibike na asiwe na Uislamu tena. Miongoni mwa hayo ni ushirikina na ukafiri. Na tupo katika kipengele cha kuzungumzia al-kufru, ambayo kufuru hii tumeieleza kwamba imegawanyika katika sehemu kuu 5. Tulieleza sehemu zote 5. Alhamdulillah, tukasema leo tutakuja kuangalia baadhi ya mifano ya maneno na vitendo ambavyo Muislamu akizungumza ama akifanya vitendo hivyo, basi hivyo vinampelekea kuingia katika ukafiri. Katika miongoni mwa alfadhi au matamko ambayo mtu akiyatamka, matamko hayo yanamtoa katika Uislamu, yanamfuta kabisa katika orodha ya Waislamu, ni sabullah. Sabullahi ta'ala ni kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Sabullah ni kumtukana Allah tabaraka wa ta'ala. Kutukana maana yake ni kutoa maneno machafu, ndio maana ya sabu. Sabu maana yake ni kutoa maneno machafu ambayo hayaridhishi, ambayo maneno hayo yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Au sabu dini al-Islam, au kutukana Uislamu, kuitukana dini ya Uislamu, kuibeza, kuisema kwa ubaya na kwa uovu. Haya ni katika matamshi ambayo yanaweza yakamtoa mtu katika Uislamu. Mtu kumtukana Allah tabaraka wa taala, yani kumsema Allah kwa maneno mabaya, kama vile Mayahudi walivyomtukana Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno machafu na mabaya, au manaswara walivyomtukana Allah tabaraka wa taala kwa kumpa maneno machafu na mabaya. Mayahudi wanasema yadullahi maghlula, qalat alyahud yadullahi maghlula. Wanasema Mayahudi kwamba mkono wa Allah umekunja, bakhili, hatoi. Haya ni matusi ambayo Mayahudi waliyatamka, maneno machafu ambayo waliyatamka. Allah subhanahu wa ta'ala akawakasirikia
na akawashushia laana yake, kwa sababu maneno haya ni maneno ambayo subhanallahi amma yasifun, Allah ametakasika na yale wanayomsifu nayo mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na kila aina ya sifa mbaya. Allah kawajibu bali yadahu mabsutatan, bali Allah mikono yake miwili imenyooka, yunfiqu kaifa yasha, anatoa namna anavyotaka yeye. Allah subhanahu wa ta'ala mikono yake imenyooka, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah katika mikono yake miwili aliyosifu nayo kwenye Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mmoja unatoa na mmoja unazuia. Natoka alivyoumba mbingu na ardhi mpaka leo anatoa, na wala havija kuungua chochote alivyokuwa navyo. Ni kama vile bahari ukenda ukachota kikombe kimoja cha maji, hakipunguzi chochote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huwal ghaniyu wa antumul fuqara, Allah yeye ni mkwasi, amejitosheleza, nyinyi ni wenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maneno kama haya ni maneno ambayo Allah yanamuudhi, ni maneno ambayo ya kumsema vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii inapelekea katika ukafiri. Inawezekana mtu akapitia maisha magumu, akapitia changamoto mbalimbali, akamsema Allah kwa ubaya. Mtu akatamka maneno ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kumwambia Allah kila siku mimi tu, hakuna watu wengine, mbona mimi kila ninapojitahidi hivi na hivi. Maneno kama hayo, mfano haya ni maneno ambayo yanaweza kumpelekea mtu katika kufuru, kwa sababu ni kumsema Allah kwa ubaya, kumlalamikia Allah matamshi mabaya na machafu, kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala pale aliposema subhanahu wa ta'ala kwamba mwanadamu ni khalua. Khalua maana yake ni mtu mwenye malalamiko, ni mtu mwenye kutoa malalamiko mabaya, ni mtu mwenye kutoa malalamiko mabaya. Idha masahu sharru manua, akipewa khairi, idha masahu kharru manua, akipewa khairi unamkuta hasemi, yuko kimya, wala umsikii kusema nashukuru mambo yangu sisi mazuri, mambo yanaenda vizuri, humsikii. Wa idha masahu sharru jazua, lakini akipatwa na matatizo anatoa matamshi mabaya, anatoa malalamiko mabaya. Yeye siku Allah akimpitishia mitihani ya riziki, ya maradhi au mitihani yoyote ile, basi utamkuta yeye ni mwenye kutoa malalamiko mabaya, analalamika sana, ananungunika sana, tena kunungunika ambako kwa kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yote ni katika miongoni mwa jumla ya maneno ya kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu atakiwa katika hali mbili, in asabahu khairun shakara, akipata na khairi umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na akipata na mambo ya shari husubiri, na zote hizi ni khairi kwake. Ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia katika miongoni mwa njia za kufuru ni sabbi dini al-Islam, kutukana kwa dini ya Uislamu, au mtu kuitukana dini ya Uislamu. Kuitukana dini kunaweza kupatikana katika zile hukumu za Uislamu ambazo umezielekeza, mfano kama mambo ya mirathi, mambo ya talaka, mambo ya kuachana pamoja na haki zake na misingi yake. Mtu akaona kwamba Uislamu haujafanya uadilifu, akausema Uislamu kwa mbaya. Sasa bwana, mimi ni Muislamu lakini kwa hapa Uislamu haujafanya haki. Mimi ni Muislamu lakini kwa hili Uislamu haujatenda haki kabisa, hii haikubaliki. Inawezekanaje kuwa hivi? Sasa huku ni kukufuru. Haya ni matamshi ya kufuru ambayo yatakiwa Muislamu ajitahidi ajike nayo mbali. Kutukana dini ya Uislamu, kuyasema vibaya mambo ya dini, kuyasema vibaya, kuisema vibaya sheria na yale maelekezo ambayo yalielekezwa na Uislamu, mtu akayasema kwa ubaya, akayabeza, akayasema katika hali ya kuyadogesha. Hizi ni katika njia za kufuru, za kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Au sabbu almalaika jami'an au ahadahum, kuwatukana malaika au mmoja wao. Kutukana malaika almukramun, waliokirimiwa, waliotukuzwa, ambao yunafidhuna awamir Allah, wanatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun,
wanafanya yale ambayo Allah kawaamrisha na wanatekeleza kile ambacho Allah kawaambia. Sasa mtu kawa anapatukana. Hii ni katika miongoni mwa njia ambazo zinampelekea mwanadamu kwenda katika ukafiri. Vile vile kuzitukana zama ambazo Allah ndiye mwenye kuziendesha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi al-Qudsi, amesema Allah jalla wa ala, yuudhini ibnu adama, mwanadamu ananiudhi mimi, ananikera. Yani mwanadamu anamkera Allah, anamuudhi Allah. Kwa mwanadamu kusema yasubu dahar, mwanadamu anatukana zama, anazitukana zama, wa ana daharu, na mimi ndiyo zama. Yani mwanadamu anaisema nyakati, anazisema kwa ubaya, anazishambulia kwa ubaya. Unapozishambulia nyakati kwa ubaya, hapo na maana unamshambulia Allah, kwa sababu Allah ndiye mwenye kuziendesha hizo nyakati. Allah ndio mwenye kuleta usiku, Allah ndio mwenye kuleta mchana, Allah ndio mwenye kuleta mvua, Allah ndio mwenye kuleta kiangazi. Sasa mtu akaitukana mvua kwa sababu imeleta madhara, basi akaanza kuitukana, ina maana hapo unamtukana Allah, kwa sababu Allah ndiye mwenye kuiteremsha mvua, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun. Hivi nyinyi mnaonaje yale maji mnayokunywa? Hivi hayo maji nyinyi ndio mlioteremsha mawinguni ama Allah ndio kayateremsha? Wala unashau la ja'alnahu mujaja, lau kama Allah anasema lau tungetaka tungeyafanya kwamba ni maji ya chumvi yasiyonywika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuteremsha maji kutoka mawinguni. Mtu akaitukana mvua, akaisema kwa ubaya, kwa uovu na kuibeza, huko ni kumbeza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye mwenye kuileta. Huo ni mfano katika miongoni mwa mifano ya kufuru katika matamshi, kumtukana Allah tabarak wa ta'ala. Hivyo hivyo kumtukana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, sababu nabii, kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbeza, au sab ahadi min rusuli, au kumtukana yoyote katika mitume. Kumtukana yoyote katika mitume, hii ni jambo ambalo kwamba linapelekea katika ukafiri. Kumtukana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kumsema kwa vibaya, kumsema kwa kumchafua, kama ambavyo kwamba maadui wa Kiislamu pale wanapofanya juhudi zao za kutaka kumchafua Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kumzushia mambo mbalimbali, lengo kwamba kumchafua. Wengine wakawa wanachora vikatuni, kisha wakamnasibisha na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, au wakatoa maneno ya kejeli na maneno ya maudhi juu ya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyokuwa akiyafanya. Mfano kama vile Mtume sallallahu alaihi wa sallam kumuoa mama Aisha katika umri huo na mambo mengineyo. Mtu akatumia kwa ujinga wake, kwa kutokuelewa, akawa ni mwenye kutoa maneno mabaya na machafu juu ya tukio kama hili, na mfano wa mambo mengineyo ambayo yanamhusu Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hizo ni njia za kwenda katika ukafiri. Au kutukana moja katika mitume waliopita, kuwasema kwa ubaya na kwa uovu na kuwatuhumu mabaya. Hii ni katika miongoni mwa mambo yenye kupelekea mtu kuingia katika ukafiri. Lakini jambo jingine katika matamshi, al-istihza, ni kuleta mtu mzaha, wasuhuria billah, kuleta mzaha na dini na kuleta mzaha na Allah subhanahu wa ta'ala, au malaika wake, ama mitume yake, ama dini yake. Na hivi ni vitu ambavyo kwa wakati wa sasa vipo vinafanyika sana, haswa kwa hao wenye kujiita kwamba ni makomedia. Wanaleta istihzai sana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatengeneza klipu fupi, lengo wachekeshe watu, wafurahishe watu, huku wanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeshuhudia istihzaa nyingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeona watu wanatengeneza komedi mbalimbali, lengo wafurahishe watu ili waingize chochote kitu, lakini hapo wanaleta mzaha na dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo katika miongoni mwa mambo ambayo ni yenye kupelekea kwenda katika ukafiri na kumwingiza mtu katika ukafiri ni kuleta istihzai ya maneno, na istihzai ya maneno kwa Allah tabarak wa taala
au malaika wake au mitume yake au dini yake. Lakini pia vile vile miongoni mwa maneno ya kufuru yule mwenye kusema ana la akhafu Allah, subhanallah, mtu kusema bwana mimi simuogopi Allah. Mtu akwambia simuogopi Mola wangu alioniumba, je kuogope wewe? Kuna wengine wanasema hivi, pengine anaelekezwa jambo, anakatazwa jambo, anasema kwamba ikiwa alioniumba tu simuogopi, ndiye kuogope wewe. Yani kwamba hata yeye ambaye kwamba kakataza na pia anafanya, sasa nije kuogopa wewe, niache kufanya kwa kuogopa wewe? Maneno kama haya watu wameyazungumza na yamesikikwa. Huyu kwa matamshi haya ni kwenda katika ukafiri moja kwa moja. Au mtu kusema mimi simpendi Allah, kusema tu mimi simpendi Allah, yani umpendi Allah kivipi? La ana la uhibbu Allah, mimi simpendi Allah. Kuyasema tu haya maneno yanapelekea mtu kwenda katika kufuru. Kwa hiyo ni maneno, ni matamshi ambayo yatakiwa Muislamu achunge ulimi wake na matamshi ambayo yanaweza kumuingiza katika kufuru. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana hadithi, innal abda la yatakallam bi kalimati ma yatabayanu fiha yazillu. Mtu anaweza akatamka neno ambalo hakulitarajia, hakulifikiria wala hakulielewa, neno hilo likamtelezesha kabisa, neno hilo likamtelezesha, likamuingiza motoni, kisha tena neno hilo motoni huko likamweka mbali wa mashariki na magharibi. Neno dogo tu anaweza kalitamka la kawaida, anakaa na wenzake anazungumza, anacheka, au na jambo la kawaida, lakini neno hilo likawa ni sababu ya kumuingiza motoni, tena likamtupa mbali kabisa katika moto, mbali kabisa. Kama alivyosema sahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, awa nahnu nu'khadhu bima natakallamu bihi ya Rasulullah, ina maana sisi kwa haya tunayotamka tutakwenda kuadhibiwa nayo? Tunakwambia unasemaje wewe? Unafikiri watu wataburuzwa kwa ndimi zao na kutupwa motoni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya machumo ya midomo yao, ni kwa sababu ya machumo ya maneno yao. Kwa hiyo Muislamu watakiwa uwe makini na maneno yako na matamshi yako, si ukatamka maneno ambayo wewe ukaona kwamba ni ya kawaida, lakini yakakuingiza katika kufuru, yakakutoa katika Uislamu. Mara moja neno moja likakutoa katika Uislamu, likaharibu matendo yako. Ikiwa hujajibainikiwa na hilo, waishi mwenyewe, kumbe unaenda mbele ya Allah huna Uislamu. Kwa sababu watakiwa Muislamu uisome dini yako, uijue misingi ya dini yako, ujue yale mambo yenye kuharibu dini yako ili uweze kujilinda nayo. Isiwe ni Muislamu wa kuzaliwa huna unachojua katika Uislamu, hujifunzi, hujishughulishi. Hiyo haitakuwa udhuru mbele ya Allah, haitakuwa udhuru, hutopata udhuru, kwa sababu hukujishughulisha kuisoma dini yako, kuifuatilia dini yako, hukushughulika. Hautakuwa na udhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jishughulishe, soma, fuatilia yale yatakayokupita, huenda Allah subhanahu wa taala akakusamehe, kwa sababu umeonyesha juhudi za kushughulika kuisoma dini yako, kuifuatilia dini yako. Hilo tu limekupita kama mwanadamu, kwa sababu elimu ni pana, angalau ala Allah, huenda Allah akakusamehe. Lakini kukaa tu, kutokufuatilia dini, kutokujifunza, kutokujishughulisha, hiyo itakupelekea usiwe na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya matamshi na matamko ambayo akiyatamka mtu yanampelekea kumtoa katika Uislamu. Tutakuja kuangalia vitendo ambavyo mtu anaweza kuvifanya hajaongea, lakini tu kule kufanya matendo hayo yanapelekea kumuingiza katika kufuru. Wa na'udhu billahi minal kufri wal faqri. Allahumma inna na'udhu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inna na'udhu bika minal kufri wal faqri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.